Mama mmoja alienda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallama, alitaka kuolewa na mtoto wa binamu yake. Akamwambia, ya Rasulullah, ni ipi haki ya mume? Unieleze, nikiweza niolewe, maana anataka kunioa ni kaka yangu binamu. Mtume sallallahu alaihi wasallama akasema, naomba mnielewe kina mama. Mtume alimwambia yule mama, we mama, lau kama mume wako ndani ya mapua yake mtoke damu inatiririka kama mfereji, au mtoke usaha unachiririka tena ule wa harufu mbaya, uingize ulimi ufyonze mpaka pua litakate, umeze, bado hujatimiza haki ya mume. Sallu ala nabi. Umeze mausaha ya mume wako, uyameze mpaka pua litakate bila kutumia maji isipokuwa ulimi wako. Lakini Mtume anasema bado hujatimiza haki ya mume. Haki za mume ni nyingi mno, tukianza kuzihesabu hapa mpaka kesho. Haki ya mume inapatikana kwa mume pale tu utapolifanya jambo mume wako akaridhika, umempa haki. Lakini ukitaka kueleza au uhesabu moja baada ya moja, huwezi kufika. Wengine wamekuja hapa hawakuomba ruhusa kwa waume zao, ila wametoa taarifa, mimi naenda kwenye mawaidha. Umemuomba, umempa taarifa, umekwisha tupa haki ya mume. Tukuomba ruhusa, ila umempa taarifa, msikitini kuna mawaidha, mimi ndo nakwenda hivyo. Haki ya mume umekwisha itupa. Sasa kama umempa taarifa na wewe umekwisha kuwa njia moja huko mlangoni, atafanyaje sasa? Haya bwana, hakuridhika pale. Haya bwana, ukigongwa njiani na gari umekwenda, umepata dhambi na unakwenda kuhukumiwa na Mwenyezi Mungu kwa kutupa haki ya mume. Kila mwanamke mwenye mume anapotaka kuomba ruhusa kwa mume wake, asubiri mume ametulia kwanza, mle wazi. Usimwombe ruhusa kama mwanajeshi, bunduki mkononi, hapana. Umle wazi, amekula ameburudika, wakati ule unamkwangua mba, unaambia mume wangu, mwite mume wangu, na atakwambia na mke wangu. Na nyie wanaume sio mama Juma, binti Bakari, njoo hapa mke wangu, naye atakwambia nakuja mume wangu, raha kabisa. Mama Juma naye anakuitika ndio kuitika kwao, na nyie ndio kuita kwenu huko. Kama asingezaa Juma ungemuita mama mpira. Kwa hiyo unamwambia mume wangu, bwana fulani, atakuitika labaika. Wakati huo kichwa cha mume wako kiko wapi? Karibu ya maziwa hapa, na kuna mba. Hiyo ndio ndoa. Mtume amesema ni nusu ya dini. Sallu ala nabi. Basi unapomkuna mba pale, huku mkono unachezea nyusi na ndevu, ndio namwambia mume wangu, bwana fulani amekuja mama fulani hapa, ameniarifu niende harusini, ndoa itakuwa saa fulani, kuchagua mchele na hivi. Unamweleza hali ya kuwa una uso wa tabasamu. Mume wako pale unaomba ruhusa. Maombi yana namna mbili, kuambiwa ndio au hapana. Lakini kwa sababu umetumia lugha nzuri, hali ya kuwa na yeye aliyuka katika hali ya kulewazwa, atakwambia jambo dogo tu, unaweza kaenda tu. Ukienda basi nichemshie chai yangu nitilie ndani ya chupa, nitamaliza saa ngapi huko? Tumeambiwa na kusindikiza harusi vile vile, basi niwekee chakula changu hapo, mimi nitashughulika mwenyewe. Mmeelewana? Msingeelewana, ila wewe umetumia lugha nzuri, maneno mazuri yanamtoa nyoka pangoni, alafu jiti linafuata nyoka anauawa. Namna ile. Sasa kule kama ulienda umepitia kwa dada yako, yeye anajua ametoa ruhusa ya harusini kule ulikoomba. Lakini ruhusa hiyo wanawake wa Kiislamu itahadhari. Usio umepewa ruhusa ya kwenda kwa fulani ukapitia na kwa fulani. Hatua ya kutoka pale ulipoidhiniwa mpaka kule laana. Hiyo ni tabia yetu. Tunatahadharishana siku ya msiba ugongao moyo. Asije mtu akalalamika, ya Rabbi, viongozi walikuwepo, mimi nilikuwa sijui, sikuambiwa. Ukiomba ruhusa, naomba ruhusa niende kwa mama mgonjwa, usipite kwa shangazi. La sivyo ruhusa yako iunganishe. Nitaenda kwa mama, nikitoka kwa mama naenda kwa shangazi, naenda. Sasa mwanamume ataangalia wapi kuzito. Nenda kwa mama urudi hapa.
fanya hivyo. Na kama hukufanya hivyo ukamficha yeye kwa sababu kisogo hakina macho, mwenye macho yasiona mkomo anakuona, atakulipa. Allahumma salli. Hayo ni madhara katika ndoa. Ama faida ipatikanayo katika ndoa, mwanamke ambaye anatekeleza wajibu wa ndoa yake ni yule mwanamke ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam amemsifu katika sifa ya 4, mwanamke mwenye dini. Dini haiko kwa kusoma kitabu Bismillahirrahmanirrahim. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema at-taqwa hahuna, ucha Mungu uko hapa moyoni. Ukiogopa ya kwamba nikifanya jambo kwa siri mume wangu akijua mapenzi yatapungua, liache. Ukiona kuwa nikimpa shoga yangu majani ya chai bila idhini ya mume wangu, lakini siku moja mafatihul ghaibi atayatoa haya, mume wangu atayajua, acha. Hiyo ni faida katika ndoa. Na ukiyaweza hayo ya kumridhisha mume wako, basi bila shaka utayaweza ya kumridhisha Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kina mama, tunatahadharishana siku ya msiba ugongao moyo. Kila mmoja aizingatie siku hiyo ipo na malipo ya kila aina yapo. Milango 7 ya moto inasubiri watu na milango 8 ya pepo inasubiri watu. Inna hadainahu sabila imma shakira wa imma kafura. Ni hivyo madhara ya ndoa kwa wanaume. Kuna wanaume wanaoa kwa sifa ya kuoa waonekane wao kuwa ni mahodari wa kufanya kazi, lakini si kweli. Wengine wamewekwa ni maboya tu, wafanyakazi wa hotelini, wafanyakazi wa mashamba basi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema oeni wanawake 4, 3 wawili. Kama huwezi basi muoe mmoja, usiwabughudhi hao wengine. Lakini mwanamume wa Kiislamu, yeye kazi yake ni kuwapaga mitaji wanawake, wamewapanga nani kama mafungu ya viazi. Huyu apite melini kwenda kutafuta biashara, huyu apande treni, huyu apande aende Karagu. Basi kazi yao ni hivi, akirudi ambaye saidia shilingi 50 hapo nikanunue sigara. Yeye ni mcheza bao tu. Umekwisha tupa haki ya mkeo. Mwanamke ni kitulizo ndani. Mwenyezi Mungu amesema oweni wanawake mpate utulivu. Utatulizwa wewe saa ngapi mwanamke yuko kwenye Victoria? Mle kwanza azungumze na wale ticket treasure, mahala pa kuweka mzigo wake, afanye homela ili apate kwa urahisi, akuonyeshe faida. Wewe unafurahi, mama fulani bwana akienda kwenye biashara faida inakuja kubwa. Kuna faida nyingine inatumika hapa, unagawana na wenzako kwa sababu ya kutupa uchunga wako, kwa sababu ya kuitumia aya vibaya. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa, kwa kuwafanya wenzao watumishi. Umewapanga tu ndani. Na wengine wanafanya kazi ya kukusanya mali hali ya kuwa hata kutumiwa hawatumiwi. Wako watu hapa tumekaa hapa, kuna watu wanawake wana miaka 4 hapa hawajapewa haki na waume zao. Akifika chumbani kwake avaa suruali na kanzu, anatia juu na kofia, analala, anajikunja kama kambale. Wapo hapa. Na kila siku wanaomba dua kwa Mwenyezi Mungu kwa kudhulumiwa haki zao. Na ndio maana mafanikio ndani hakuna, kwa sababu ya dhulma. Wape wake zako haki sawa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema hata yule ambaye humpendi hayupo hapa katika moyo wako, kwa sababu akitembea unamwona anatembea kama mwanajeshi, na huyu ndio mwenye kukatika. Basi huyu mwanajeshi, basi hata kama ananuka, weka pua pembeni, umpe haki yake. Wewe unasema unanuka kiko hapa, nunua lotion uone kama hatanuka kiko hapa. Hela unampelekea mwizi, huyu kazi yake asubuhi mtoto, saa 6 mtoto, utafikiria Penado. Kutwa mara 3 unamzalisha. Mtoto hajatembea, akienda choo kinatokea huko. Ana homa ya kutetemeka, anasema hilo joto mimi ndo nalipendaga hapa, lete miti. Mwenyezi Mungu anasema ishini na wanawake kwa huruma na mapendo.
hamjawa na huruma. Mnapenda kuoa lakini utekelezaji ndani hakuna. Mnajisahau kwa sababu ya ndevu, mnajisahau kwa sababu ya kanzu na kofia. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa. Mnatupa haki zenu kwa wake zenu, lakini nyinyi mnataka mpewe haki na wake zenu. Wazungu wanasema tit for tat. Akupae mpe, akupendaye mpende. Mke huyu uliyempata ni mke mzuri, mke mcha Mungu, hana wasiwasi, ameridhika na wewe mume wake mwenye kofia ya uyoga, lakini wewe unatupa haki zako, unamtelekeza ndani, kazi yake ni kufua makanzu yako, anayachunga hapo. Wewe huyo saa 6 ndio naingia, unatoka kwenye video, wakati video umeiacha hapa. Mwanamke saa 12 kisha oga, kisha pika, kalaza watoto wake mapema, anasubiri akupe haki. Wewe unakaa huko, ukirudi huko unavaa kanzu na unalala. Kanzu unashinda nayo kuto mahabusu. Hata wafungwa ikipika jioni anavua makoti yao, wewe unalala na kanzu unamkomoa. Kwa hiyo watukufu wa Islam, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ndoa ni nusu ya dini. Mwanamke aelewe faida ya ndoa na mwanamume aelewe faida ya ndoa. Namna hii mnaweza kuimudu ndoa. Lakini mkiwa na mashindano katika ndoa, hakuna ndoa. Mungu amesema huruma na mapendo. Kwanza mhurumiane. Mwanamke ni kiumbe dhaifu, asubuhi amejifungua, mtoto hajatembea, bado mama ana damu 40, alipopimwa hospitali hakumpata hata mtu wa kumwongezea damu. Nusura ya Mwenyezi Mungu imepatikana, kazaa kwa usalama. Wewe unamwambia siku 40 anaoga, mtoto ndani kisha ingia mwingine. Huruma iko wapi? Mapendo yako wapi? Yapo hayapo? Yapo. Tutembea majumbani, utakuta kitoto kingine kiko hapa na kingine kinanyonya. Hiki akijatembea kimeshazalishwa kingine. Ukimuuliza, wewe huoni mbasika hiyo si baridi? Baridi sasa ndio umeambiwa uwe ume. Ule ni ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watoto wasiokuwa na akili ambao hawapati matunzo mazuri ndio wale wanakuwa matahira. Halafu unataka mtihani wa darasa la 7 atoke wa kwanza, wakati umemfubaza tangu angali mdogo. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kosa la baba na mama linapatikana kwa mtoto ni kule kukaa mnazungumza wakati wa kazi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la taksir, anasema Allahu akbar, anasema msizungumze wakati wa kazi. Kimya pale inatakiwa silence, dim ndio ifanye kazi. Kama bulbu ina tube light, basi unaondoa inaeleka red, rangi ya hatari, mtu anajua kuna operation huko. Sallu ala nabi. Kina mama tuzoee kuwalaza watoto wetu mapema jioni. Watoto wale mapema, tuwaogeshe mapema, tuwabembeleze, tuwalewaze mpaka walale. Sasa ibaki kazi ya kuwalea baba zao, ndio nafasi yao. Ndio maana bibi Aisha radhiallahu ta'ala anha alisema kina mama inapofika jioni, chaneni nywele zenu, mzitie mafuta vizuri, mfunge vitunguu. Mume anajua huyu anajiandaa na operation. Tangu asubuhi ananuka harufu ya migomba tu, akilala na matope tu, mpaka anashindwa hata kunawa, anasugua miguu hivi ndio analala. Mume atakupenda saa ngapi unanuka govyo? Lazima tuoge, tujinadhifishe kwa ajili. Ndio maana wanashinda kutwa kwenye video hawa, wakati video tuko hapa. Allahumma salli. Tupake wanja vizuri, usinyoe nyusi, usibadili umbile la Mwenyezi Mungu. Alikupenda na hali hiyo hiyo. Chana nywele zako, tia wanja, basi angalau huna mafuta, uwezo bado haujapatikana. Chukua mafuta ya nazi, jipake akishika hivi mwili anasema mimi chaguo langu. Sio Allahu akbar. Ngozi na msasa wa mbao vinashindana. Tutengeneze miili. Tunawauza sisi wenyewe waume zetu kwa sababu ya kuwanyima haki. Salamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema in tansurullaha yansurukum. Mkiunusuru Uislamu na Mwenyezi Mungu atakunusuruni.
wala tashtaru ayatuna thamanan qalila, wala msiuze Uislamu kwa thamani ndogo. Waislamu sasa wanafanyana biashara. Waislamu wanauzana wenyewe kwa wenyewe. Kama mtu ana madaraka, basi madaraka yake anayatumia kwa kuwauza Waislamu wenzake. Kama mtu amechaguliwa kuwa kiongozi, basi uongozi wake anautumia kwa kuwauza Waislamu wenzake. Na ndio maana unakuta misikiti nayo ina majina. Msikiti wa bwana fulani, msikiti wa shekhe fulani. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wa innal masajida lillahi. Misikiti yote ni mali ya Mwenyezi Mungu. Leo kuna Masjidi Shabani, Masjidi Juma, Masjidi Baruku, Masjidi Khalifa. Sijui majina haya yametoka wapi. Lakini tukiangalia Mwenyezi Mungu anasema nyumba zote hizo anazotajiwa Mwenyezi Mungu ni mali yake. Kwa sababu ya utukufu na kwa sababu ya shida ya ziada, watu wananyakua madaraka ya Mwenyezi Mungu, wanajitwika na wao wanakuwa masjidi fulani. Sio tena nyumba za Mwenyezi Mungu, ni nyumba za watu. Kwa hiyo wanataka tukiabudu, badala ya kusema Allahu Akbar, tuseme Saidi Akbar, Juma Akbar, Shabani Akbar, jambo ambalo halitopatikana. Ndio maana Mwenyezi Mungu anasema mkinusuru dini hii, naye atakunusuruni. Tupunguze kiburi katika dini ya Mwenyezi Mungu. Tupunguze kiburi katika dunia ya Mwenyezi Mungu. Hapa ni mapito tu. Tumekuja kutembea hapa na tufanye amali njema katika matembezi haya ili turudi kwa Mwenyezi Mungu salama. Hatukuja kufanya kiburi hapa. Hatukuja kuuzana hapa. Hatukuja kunyakua madaraka ya Mwenyezi Mungu kujitwisha. Watukufu wa Islam, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Shikamaneni katika Uislamu, sitengane. Waislamu